Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Karibu kwa idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama, spoti na mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Leo tunasalia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kundi la M23 limesalimu amri na kutangaza kuwaondoa wanamgambo wake kutoka eneo hilo la Kivu Kusini, hususan katika mji wa Uvira ambao ni wapunde kutekwa na kundi hilo. Tulilala nje, baridi, tuko tu hapa na watoto maimbu. Maji ni ashida, maji ilikuja asubuhi na ishaenda. Serikali tutoe hapa, itupeleke basi mkambi jopa, tuko na tabanika na baridi, tuko na lala makosa. Kwa taarifa hizo na nyingine, kaa nasi. Kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani na mwenzangu Angela Ngendo. Mwana wa kiume wa rais wa zamani wa Benin, Chabi Yaye, amekamatwa na maafisa usalama kutoka nyumbani mwake mjini Conakry. Hakuna taarifa zilizotolewa kuhusu kukamatwa kwake, na baadhi wanahofia huenda kunahusishwa na jaribio la mapinduzi ya wiki jana aliyotibuliwa. Babake Chabi, rais wa zamani Thomas Boni Yaye, kwa sasa anaongoza mrengo wa upinzani. Boni Yaye alilaani jaribio hilo. Kumekuwa na kamata dhidi ya washukiwa jaribio hilo la mapinduzi huko Benin, akiwemo waziri wa zamani wa ulinzi Kandide Azanai. Wahusika wakuu wa jaribio hilo la mapinduzi akiwemo kiongozi Kanali Pascal Tigri wamekwenda mafichoni, baadhi wakidaiwa kupata hifadhi katika nchi ya Togo. Genge lililojihami kwa silaha limewateka nyara waumini 13 ndani ya kanisa moja katika jimbo la Kogi kati mwa Nigeria. Hili ni shambulio la pili kulenga kanisa nchini humo. Genge hilo lilishambulia waumini hao wakiwa kwenye ibada ya Jumapili majira ya mchana. Mamlaka za jimbo hilo zinasema baadhi ya wavamizi hao wameuawa na maafisa wa usalama, huku wengine wakipata majeraha. Wiki jana wavamizi waliokuwa na silaha walishambulia kanisa moja jimbo la Kogi na kumteka nyara mke wa kiongozi wa kanisa na waumini wengine. Magenge yanadaiwa kutoroka majimbo jirani ya Niger na Kwara, ambapo operesheni kali ya kiusalama imeanza na kuingia katika jimbo la Kogi. Magenge mengi yamekuwa kiteka nyara raia ili kudai vikombozi. Nigeria imeshuhudia misururu ya utekaji nyara uliolenga shule na makanisa. Rais Bola Tinubu ameamrisha afisa usalama kufanya operesheni kubwa kuzima magenge ya kihalifu. Nchini Uganda, jeshi la nchi limekiri kumshikilia kasisi wa Kikatoliki aliyetoweka wiki 2 zilizopita. Wanajeshi hao wanasema kasisi huyo amehusishwa na vitendo vya kuchochea vurugu. Dayosisi ya kanisa Katoliki ya Masaka ilitoa taarifa na kusema Padre Deus Dedit Sekabira alitekwa nyara na watu waliovalia sare za jeshi la Uganda. Kanisa Katoliki halijajibu tuhuma hizo za jeshi dhidi ya kasisi wake. Wakati Uganda ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu hapo mwakani 2026, makundi ya kibinadamu yamelalamikia visa vya utekaji nyara dhidi ya wafuasi na wakosoaji wa serikali. Aidha, upinzani umelalamikia kuvurugiwa kampeni zake na maafisa wa usalama. Kiongozi wa zamani wa waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roger Lumbala, amehukumiwa kifungo cha miaka 30 gerezani kwa makosa uhalifu wa kivita wakati wa vita vya pili nchini DRC na mahakama moja nchini Ufaransa. Lumbala alipatikana na hatia uhalifu wa kibinadamu uliotekelezwa na wapiganaji wake wa kundi aliloongoza la Congolese Rally for National Democracy. Kiongozi huyo amedaiwa kuamrisha wapiganaji wake kulenga jamii za Nande na Mbambuti katika mapigano ya mwaka 2002 hadi mwaka 2003 mashariki ya DRC. Kiongozi wa mashtaka alisema Lumbala na wapiganaji wake walitekeleza mauaji halaiki, mateso, ubakaji, utumwa wa ngono na ajira za lazima za kitumwa. Kiongozi huyo alipinga hatua ya mahakama Ufaransa kumfungulia mashtaka na kusema haikuwa na idhini ya kikatiba kutekeleza kesi dhidi yake.
Shukran sana Angela, na moja kwa moja tuanze mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo wapiganaji wa kundi la M23 wametangaza kuondoka katika mji wa Uvira ambao waliuteka wiki iliyopita. Hii inafuatia shinikizo la Marekani kutaka mwafaka wa wiki jana mjini Washington kuheshimiwa. Kiongozi wa kundi la M23 Corneille Nangaa aliweka ujumbe kwenye ukurasa wa X kwamba wanamgambo wake wataondoka Uvira. Mji wa Uvira ni makao makuu ya mkoa wa Kivu Kusini na ni muhimu kutokana na bandari yake ya Ziwa Tanganyika. Licha ya kutangaza kuachia mji wa Uvira, M23 imeweka masharti makali kama anavyoarifu mwandishi wetu wa Kinshasa, Mbelechi Msoshi. Katika taarifa yake aliyosainiwa na Corneille Nangaa, mmoja wa viongozi wa kundi la M23, kundi hilo limekubali kuondoa vikosi vyake jijini Uvira kwa masharti. Wathmini wa mchakato huu wa amani wasimamie utekelezaji wa makubaliano haya. Kundi hilo halitaki kuona wanajeshi wa Kongo au wazalendo ndani ya mji wa Uvira, mbali kuwe kikosi cha usalama huru kisiotegemea upande fulani. Kundi hilo ambalo linadaiwa kuungwa mkono na Rwanda linataka lihakikishwe kama raia waliopo katika jiji la Uvira wataishi katika amani. Lakini baadhi ya raia hawakubali kabisa kama kundi hilo litaondoka jijini Uvira baada ya shinikizo wa Marekani. Jambo tena ndugu Msoshi, nawaza hii ni maskarade tu mateatre, paske M23 balikuwa na gisi natoka kwenye ilikuwa na objectif ya kwenda kamata Uvira, bangikuwa na susi kabisa kubastope basikamate Uvira, bangi bakataza depuis kule kwenye walitokea kia kamata Uvira wa watu wa sababu wale ambao tunaita MONUSCO au EAC au yeyote yule hawawezi kuleta amani ya kudumu. Na watoto wa nchi kwetu tuonavyo, ninavyoona peke yangu Gedeon, ni kwamba wasiwe pale kuwafuatilia wale wa rafiki zetu, jirani zetu, ndugu zetu waliokuja kuleta hiyo vurugo, hivyo vita au kufanya maangamizi katika nchi yetu na unyang'anyi. Hatukubaliani. Tuliasiste ku meme scenario wakati biko Goma, balipewa 24 heures na Trump. Ule Trump tena aliwapatia 24 heures, anasema watoke Mgoma. Na walifanya meeting akasema hatutatoka, tuko hapa. Na balibakia pale mpaka leo wanatengeneza hii nane Mgoma. Bale wanafika Uvira. Tuko tunaona ma video, bajena Uvira biko na marche wanasema bora M23 pari ya FRDC. Mimi nawaza hii ni michezo tu biko napenda bacheze mu bichwa ba Kongole. Kuambia M23 itoke fasi kwenyesha kamata. Mi kwangu hai make sense. Haisikilikane mzuri kabisa. Balipaswa baarete avant bakamate nani Uvira. So hii kubaacha wakia basha kamata Uvira ndio waambie watoke. Ni maadisi. Marekani inaweza ikaleta kabisa au Washington inaweza ikaleta solution gani mwa hii nchi ya Kongo au mwa hii vita ambao tunao? Ni uongo mtupu. Yaani ni kuzubarisha tu watu. Marekani haiwezi ikaleta solution juu ya hii nchi, juu ya mgogoro ambao unaopatikana ndani ya Kongo kwa hii wakati. Kusudi wao wanajua yote yanaopita, na wao ndo wanaowatuma. Haya ni kusema tu, lakini hayataweza kufanyika na hayatafanyika. Na wakitoka wataenda sehemu gani? Watoke waende sehemu gani? Wao wanajiita Wakongomani. Na gisi walishasema eti kujitosha, yani wa create zone tampo. Sinjo gisi wanaombaka tu vile. Na watu watizame kama wataona eti watatoka. Sikujidanganya tu bure. Nani sasa atachukua mji huu ikiwa M23 itaondoka? Baadhi ya Wakongomani wamejaribu kujibu hapo. Kuna nchi ambazo zina uhusiano mzuri na movement wa M23 ambayo wakija tena katika jiji la Uvira itaonekana kama hakuja kuwa kitu kabisa kia kuonesha volonte au kutoka katika jiji la Uvira. Na swali lingine watu ambao wanajiuliza, je, watarudilia mahali walipokuwa kabla mazungumzo ya Washington? Sababu kiangalia kuleo Mwae Plateau yote ya Uvira inashikiliwa nao. Je, watatoka katika yale maeneo yote walipo Rurambo na Plene yote, au watatoka tu katika vile ya Uvira? Ni maswali wananchi wanajiuliza. Asante. Nchi ya Kongo ina jeshi kubwa ambalo linaitwa jeshi la FRDC, na kuna wazalendo wana wa nchi ya Kongo ambao wanajitoa kwa ajili ya kusaidia jeshi la FARDC, yani jeshi la serikali. Na hilo jeshi la serikali pamoja na hao wananchi, yani wazalendo, ndio wale ambao wanaweza wakabakia
ndani ya Uvira, ndani ya sehemu zote ambao wale wandugu wataondoka, M23 wataondoka. Kwa hiyo jibu lililo imara ni kwamba FARDC, jeshi la taifa ya Kongo, jeshi la government ya Kongo na wazalendo ni wale ambao watahusika kushikilia maeneo yote na kuchunga mipaka sawasawa na kawaida. Nayo jambo moja tunalokubali ni kwamba amani ya kudumu itakuwepo na kusiwe yeyote wa kuingiza hayo malumbano. Wasiingize malumbano, iwe ile M23, iwe ile kundi zingine zinazowaunga mkono wengine na watoto wa nchi. Sote kwa jumla tunapenda amani ya kudumu katika nchi yetu. Remi Kasindi ambaye ni mratibu wa shirika raia jimboni Kivu Kusini, ambaye amefuatilia kwa muda mrefu mgogoro huu wa mashariki mwa Kongo, anahisi rais wa Rwanda Paul Kagame ambaye anakosolewa kuunga mkono wahasi ana jukumu kubwa ili mchakato huu uheshimiwe na wapiganaji wa M23 waondoke sehemu zote walioteka. Conseil de Sécurité ya Nations Unies, na ambapo wameambia Rwanda iondoe vikosi vyao mahali popote ambapo wanashika. Najua watu wa M23 kwa mambo ya kama ni ujinga, kama ni ujanja, watapenda waoneshe kama sio Uvira, wakiwakia Makobola haiko tena Uvira, wakiwakia mahali pengine haiko tena Uvira. No, wamewaambia waondoshe hiyo vikosi. Wameshika Uvira, na kutoka Uvira ni kutoka vitaenda mahali ambapo watakuwa kantone kwa Kifaransa. Wakishakuwa kantone watapita ku processes ya demobilization. Hiyo ndiyo mambo ambayo inapaswa kupitikana kwa sasa, na ni kitu ambacho kitasaidia kuleta amani. Kuleta amani sio kubaki kwenye manipulation ambayo Rwanda imezoea kufanya. Kuweka amani sio kudanganya, siweka amani sio kuishi kujenga nchi kwa uongo. Ndio ambao tunaona ngambo nyingine. Kuleta amani ni kutekeleza mambo ambayo wamesikilizana, na nafikiri kama marais wa Rwanda atakuwa na nia nzuri au nia ya kusema kama majeshi yaondoke kwenye Kongo, sababu kama hakuna majeshi ya M23 ya Rwanda mkongo, ni kusema majeshi ya Rwanda hayana. Kama hakuna majeshi ya Rwanda mkongo, ni kusema majeshi ya M23 hayana mahadi, hayana nafasi. Tunasubiri. Katika mji huu wa Uvira, baadhi ya raia walifanya maandamano na kuomba kundi hilo kubaki huku, lakini inasemekana ya kwamba ni vijana chache ambao walisukumwa na kundi hilo la M23. Mbele Chimsoshi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kinshasa. Rwanda imetajwa mara kwa mara katika vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikiendelea kujitetea kwamba haina mkono wowote katika mgogoro huo. Lawama hizi zimezidisha vuta ni kuvute kati ya uongozi wa Kigali na Kinshasa na kuacha wananchi wa maeneo ya mpakani wakiishi katika hali ya sintofahamu na wasiwasi wa usalama wao. Kutoka Kigali tunajiunga na mwandishi wa habari anayefuatilia kwa karibu mgogoro huu wa kikanda, mwenzangu Silvenas Karemera. Namshukran sana Karemera, na moja kwa moja tuzungumze kuhusu kikundi hiki cha M23 wakiongozwa naye Corneille Nangaa. Wanasema kuondoka Uvira ni ishara ya njia njema ya kuheshimu makubaliano ya Doha na Washington. Wewe kama mwanahabari, unaona hii ni mabadiliko ya kweli au ni mbinu ya kawaida ya kivita na kisiasa? Asante. Nadhani kila kitu kinawezekana kati ya hayo mawili ambayo nimeyasema, kwamba inawezekana ikawa ni mbinu ya kisiasa, lakini pia inawezekana ikawa ni kuheshimu mkataba ama mchakato wa kisiasa ambao unaendelea mazungumzo. Ukisoma tangazo la Corneille Nangaa, huyu mkuu wa AFC M23, wanasema kwamba wameamua kufanya hivyo kwa sababu wanataka kuheshimu mkataba ama kutoa nafasi katika mchakato mzima wa Doha kati yao na serikali ya Kinshasa. Kwa hivyo inawezekana ikawa ni kweli, lakini pia inawezekana ikawa ni mbinu ya kisiasa kama ulivyosema, kwa sababu hii si mara ya kwanza waasi wanachukua miji alafu baadaye wanaondoka, alafu majeshi ya serikali na makundi yanayosaidia serikali wanakuja wanachukua, halafu baadaye waasi wanakuja wanachukua tena. Imetokea wakati ule ambapo jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki
lilivyoingia kule Kongo na kuweza kusaidia. Kuna sehemu ambayo waasi waliacha kabisa, takriban 80% ambayo walikuwa wamechukua wakati huo waliacha na kurudi nyuma. Lakini baadaye walirudi nyuma kwa sharti moja tu, kwamba watakapoondoa katika eneo hilo majeshi ya serikali na yale makundi yanayounga mkono serikali wasichukue. Lakini siku moja tu baada ya kuondoka majeshi ya serikali yalichukua, na baadaye tukaona mapigano yanaanza tena na baadaye kurudisha eneo hayo kwa waasi. Pengine Karemera, ungetueleza, Rwanda imekuwa ikikanusha kuhusika na M23 licha ya lawama za kimataifa kwa mtazamo wa Kigali. Je, mgogoro huu umeanza kuibebesha Rwanda gharama za kisiasa au kidiplomasia? Swala la mzozo huu kuibebesha Rwanda, nadhani siku zote Rwanda imekuwa ikilaumiwa, lakini pia imekuwa ikikanusha kwamba haihusiki katika mzozo wa Kongo. Kwa hivyo ni masuala mawili ambayo yamekuwepo. Inalaumiwa, inakanusha, inalaumiwa, inakanusha. Sasa unaweza kusema kwamba huo ni mzigo wa kisiasa na kidiplomasia, kwa sababu siku zote imekuwa ikikaliwa kooni. Lakini kimsingi ni kwamba ukiangalia mzozo huu ambapo Rwanda kwa sasa imekuwa ikijibizana na Kongo, na siku za hivi karibuni tumeshuhudia majibizano makali kati ya Rwanda na Burundi. Sana sana kauli za viongozi wa Burundi wakitishia kufanya vita na Rwanda, pia viongozi wa Kongo. Nadhani ni swala ambalo haliwezi kuepukika, ambalo jamii ya kimataifa ilitakiwa ilitazame kwa jicho la upekee. Na watu wanasema kwamba kama Marekani kweli ni kilanja wa dunia, basi pia iangalie tena uhusiano wa hizi nchi tatu, kwa sababu pasipo kuangalia kwa jicho la karibu inawezekana hata ukatokea majibizano makali ambayo inaweza kapelekea hata kuwepo kwa makabiliano, swala ambalo hakuna anayehitaji kufanya hivyo, kwa sababu hizi nchi jirani, ukiangalia nchi ya Rwanda na Burundi ni sawa na nchi moja tu, kwa sababu watu wana utamaduni mmoja, lugha moja, mienendo pamoja, kihistoria ni kama nchi moja. Lakini sasa watu wanajiuliza haya majibizano, makabiliano, kujipika kifua kwa kila upande yanakuja kufanya nini? Kwa hivyo hayo yote ukija kuyakusanya pamoja, unaweza kautaja ni mzigo wa kisiasa na kidiplomasia, tena si kwa Rwanda peke yake, lakini pia kwa nchi za ukanda wa maziwa makuu. Eneo la ukanda wa maziwa makuu halitakiwi kuwa katika hali ambayo tunashuhudia leo. Kunatakiwa kuwe na hali ya ustahimilifu, hali ya amani na usalama, ili watu waweze kutoka nchi moja kwenda nyingine, kwa sababu ni eneo ambalo kwa kweli lina rasilimali watu, rasilimali asili. Lakini ndio hivyo tena, siasa zimesababisha watu kutotengamaa na kuweza kushirikiana kutoka nchi moja kwenda nyingine. Silvanus Karemera, kwa uzoefu wako wa kufuatilia mgogoro wa mashariki mwa DRC kwa miaka mingi, ni nini kinakosekana ili mkataba huu usije ukawa mwingine tu katika orodha ndefu ya makubaliana yaliyoshindikana? Ndiyo, mikataba inaonekana dhaifu katika uhalisia kwa sababu ya maslahi tu ya kisiasa, kama ambavyo nimekuwa nikisema, kwa sababu mikataba mingi inasainiwa na viongozi kule juu, lakini miongoni mwa wananchi kunakuwa na matatizo ambayo yanakuwa bado pale. Kwa sababu kwa mfano ukiangalia huu mzozo, Marekani sasa hivi ndio kilanja mkuu, ndio inasaidia, wao wanasema kwamba ni kurejesha hali ya amani, lakini unajiuliza kama mtu ambaye yuko Washington anajuaje kiini cha mzozo ambao unatokea katika vijiji na misitu na maeneo ya wakazi pale mashariki mwa Kongo, ambao wananchi wameuawa na kuweza kupata shida miaka nenda miaka rudi. Na ndio maana hapo sasa unakuja kuona kwamba kuna masuala ya kisiasa ambayo yanaweka shinikizo ambalo tumeshuhudia sote katika hali kama hiyo. Udhaifu wa mikataba hiyo, ya utekelezaji wa mikataba hiyo, ni kwa sababu viongozi wanaotia saini kule juu sio ambao wanatakiwa kuweka hali ya ustahimilifu pale katika makazi ya wananchi. Unakuta kwamba mikataba inasainiwa ndio, lakini haisimamishi mauaji na utesaji na unyanyasaji wa wananchi katika vijiji vya huko mbali karibu na misitu ama hata misituni. Na ndio maana utaendelea kuona kwamba mikataba inasainiwa ndio, lakini wale wanaopata shida wanaendelea kupata shida. Na ndio maana makundi kama M23 yanazaliwa na kujihami, na kesho atazaliwa mengine, kwa sababu kiini cha mzozo hakijatatuliwa. Haya basi, shukran sana mwanahabari Silvanus Karemera ukiwa Kigali. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha sana msikilizaji pia ujiunge, yani usubscribe kwenye YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Jina langu mimi ni Ann Ngugi. Naona wengi mnajiunga na idhaa hii ya Kiswahili ya Afrika. Asanteni sana kwa kuendelea kusikiliza sauti ya Mwafrika. Tuma ujumbe wako, tueleze unasikia ukiwa wapi, ni nini ambacho kimekuelimisha, kukusisimua ama kukuongezea maarifa.
na sisi hapa tutaendelea kuyasoma pindi yanapoingia. Namba 6, tuingie hadi nchini Uganda, ambapo nchini Uganda hali ya kisiasa inaendelea kuchukua sura mpya, huku wagombea wa urais wakiendelea kuwarai wananchi kwa sera, nchi hiyo ikielekea uchaguzi mkuu hapo mwakani mwezi Januari tarehe 15. Hata hivyo, kampeni za uchaguzi zimegubikwa na malalamiko kuhusu matumizi ya nguvu kupita kiasi na maafisa wa usalama, hasa dhidi ya viongozi na wafuasi wa upinzani. Kiongozi wa chama cha National Unity Platform NUP, Bobi Wine, amekuwa akiibua hofu juu ya kile anachokitaja kama ukandamizaji unaoendelea wakati wa mikutano ya kampeni. Wakati huo huo, chama tawala cha National Resistance Movement NRM kimezindua rasmi mkakati wa kampeni za mashinani, kikilenga kuwafikia wapiga kura moja kwa moja katika juhudi za kutafuta uungwaji mkono kabla ya uchaguzi. Mwanahabari Sadam Mubale kutoka Kampala ana mengi zaidi. Naam, hali ya kisiasa inaendelea kushika kasi kuelekea uchaguzi wa urais ambao unatarajia kufanyika tarehe 15 Januari, ambao utakuwa mwaka wa 2026. Na katika kinyang'anyiro hiki jumla ya wagombea 8 wa urais wako kwenye kinyang'anyiro hiki, lakini pia kampeni zao wanaendelea tu kuzieneza katika maeneo mbalimbali ya kitaifa na vilevile kuuzia sera wananchi katika nchi hii ya Uganda. Lakini hata hivyo, kampeni hizo zimegubikwa tu na malalamiko ya matumizi ya nguvu kupita kiasi na maafisa usalama, na hasa dhidi ya upinzani. Na kiongozi wa chama cha National Unity Platform ambaye ni Bobi Wine, mkuu wa upinzani, amekuwa akilalamikia kile anachokitaja kama unyanyasaji na kuvuruga kwa mikutano yake ya kampeni, hali ambayo imesababisha baadhi tu ya matukio kusitishwa na wafuasi kutawanyiwa kwa hofu. Lakini awali nilisema tu na kiongozi huyo wa upinzani wakati alipokuwa akiwahutubia wanahabari kabla ya kuanza safari ya kampeni yake katika wilaya za 10 to prevent us from using them, and yet we are in a campaign. We are by law mandated to reach the people of Uganda and speak to them so they can make an informed decision. But the police and military have constantly blocked roads, sending us. Tumezuiwa kutumia barabara ilhali tuko katika hali ya kampeni. Sheria inatupa wajibu wa kuwafikia wananchi wa Uganda na kuzungumza nao. Hata hivyo, polisi na wanajeshi wamekuwa wakifunga barabara mara kwa mara tunazopaswa kuzitumia kwa ajili ya kupiga kampeni zetu. Cha kushangaza ni kwamba hata zile barabara za mkato wanazotuambia tuzitumie bado wanatufuata huko na kutumia mabomu na vitoa machozi dhidi ya wafuasi wetu. Polisi pia wamekuwa wakirusha vitoa machozi katika mikutano yetu ya amani. Into our rallies, peacefully assembled people. Na vilevile, wakati huo huo, chama tawala cha NRM pia kimezindua rasmi mkakati wa kampeni za mashinani, kikisema kwamba mbinu hiyo inalenga kuwafikia wapiga kura moja kwa moja katika vijiji na mitaa kabla ya siku ya uchaguzi. Nilisema pia na msemaji wa chama hicho Emmanuel Dombo, na akasema hivi: lakini siku hii Rais Museveni ndiye mwenyekiti wa chama, alituambia sisi tuende kwa vijijini na viongozi wenyewe na watu wanapenda chama chetu cha NRM wapo huko kwa vijijini. Watu sio hapa kwa town, wapo sio hapa kwa rale, watu wenye wanapiga kelele. Yale tuambia tuende kwa vijijini pale wenye watu wanapiga kura. Ndio unaona uchaguzi uliopita watu hawajafanya mzuri. So tuko na shukrani sana na tumefurahia sana kabisa kwa mpango ambayo imeletwa ya parish, kutumia parish na vijiji kutembea chini na kuunga mkono kwa ajili ya housing votes, nyumba kwa nyumba, na kutembea kwenye vijiji na kukaa kwenye parish. Najua itafanya vizuri sana na watu wengi sana wameahidi kupatia His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kura.
Na huku siku ya uchaguzi ikikaribia, sasa macho ya wananchi na jamii yote ya kimataifa sasa inaelekezwa katika mchakato mzima wa kampeni na vile usalama wa wagombea, na ikiwapo uchaguzi wa Januari 15 utakuwa huru na wa haki, ni swali ambalo tunasubiria kuliona na kulingamua wakati huo utakapofika. Mimi ni Sada Mubale hapa Kampala, Uganda, kwa ajili ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika. Shukran sana Mubale. Mwafaka wa Washington kati ya DRC na Rwanda umeonekana kuyumba siku chache tu baada ya kutiwa saini, huku viongozi wa mataifa hayo wakianza kurushiana maneno makali. Hatua hii imeibua hofu mpya miongoni mwa wakazi wa maeneo ya mpakani ambao wamevumilia miaka ya vita, ukosefu wa usalama na ukosefu wa matumaini. Kukwama kwa makubaliano hayo kunafufua wasiwasi kuwa maslahi ya kisiasa ya viongozi yanapewa kipaumbele kuliko ustawi na amani ya wananchi wa kawaida. Shisia Wasilu anaangazia swala hilo kwenye tahariri ifuatayo. Ni jambo la kushangaza hata la kuhuzunisha kwamba siku chache tu baada ya Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rais Paul Kagame wa Rwanda kutia saini mwafaka wa kuleta utulivu katika mikoa mashariki ya Kongo, makubaliano yaliyoshuhudiwa Washington, Marekani, mbele ya Rais Donald Trump, tayari macho ya dunia yanashuhudia kile ambacho mwandishi mmoja angekifananisha na jivu linalowaka chini kwa chini. Marais hao wawili waliotabasamu kwa picha na mikono kukutana mbele ya kamera sasa wanarushiana vijembe kana kwamba walikuwa wamelazimishwa kuketi meza moja. Maneno yao yamejaa ushindani, tuhuma na chuki zilizojaa vumbi la kihistoria ile ile iliyozua vita vilivyoua maelfu na kuwafanya mamilioni kuwa wakimbizi. Kwa wananchi wa Rwanda na Kongo ambao maisha yao yamekuwa yakibebwa na mizigo ya vita, haya si maneno tu, ni visa vinavyochoma kidonda kibichi ambacho hakijawahi kupona. Iwapo kweli makubaliano ya Washington yamekiukwa kwa muda mfupi kiasi hiki, basi swali linabaki, je, mwafaka huo ulikuwa amani au ulikuwa maigizo ya kisiasa? Je, ilikuwa hatua kuonesha dunia kwamba viongozi hao wana uwezo wa kukaa pamoja, ila hali mioyo yao ilikuwa ikiandaa mashambulizi mapya ya maneno? Wananchi wa Goma, Bukavu, Gisenyi na maeneo mengine ya mpakani wameishi miaka mingi bila amani. Wanatetemeka kila usiku kwa milio ya risasi, wanapoteza makazi, wanaachiwa watoto yatima na mustakabali wao haujulikani. Matamshi ya viongozi hawa yenye ukakasi na kejeli yanawakatisha tamaa watu hao ambao tayari wamepitia madhila ya kutosha. Kwao si siasa, ni maisha. Si majadiliano, ni uwezekano kushambuliwa tena. Si vijembe, ni kumbukumbu za majeraha. Ukweli mchungu ni kwamba viongozi hawa kwa mara nyingine wanaonekana kulinda maslahi yao binafsi na matabaka fulani ya madaraka badala ya kuangalia hali halisi ya mwananchi mlalahoi. Migongano ya kisiasa imekuwa kama mchezo wa kuigiza. Maneno ya upole huambiwa kamera zinapowaka, lakini misimamo migumu na kejeli hutolewa mara tu vioo vya kamera vinapozimwa. Wakati mwingine mtu anaweza kujiuliza, ni lini viongozi wa Afrika wataacha kutazama ukingo wa kikombe na wanywe maji yaliyopo ndani kwa hekima? Ama kwa hakika, ikiwa viongozi hao wataendelea kuingiza siasa binafsi katika swala ambalo linagusa maisha na kifo, basi historia itawahukumu vikali na kizazi kijacho kitashangaa kwa nini walipewa nafasi ya kuongoza lakini wakachagua kugombana badala ya kuponya. Badala ya kurushiana maneno makali, viongozi wa Rwanda na Kongo wana jukumu la kurejesha imani ya wananchi wao. Dunia imechoka na ahadi hewa, raia wamechoka na vita visivyoisha, na kizazi kijacho kimechoka kuona mustakabali wao ukichezewa kwenye meza siasa. Kila tone la damu lilomwagika mashariki mwa Kongo ni ushahidi tosha kwamba vijembe havijawahi kuleta amani. Wakati umefika wa kufanya siasa kwa hekima, si kwa hasira. Na sasa tuelekee moja kwa moja hadi kwenye sehemu ya neno la siku, na hii leo tunaangalia neno kejeli. Kejeli inamaanisha dhihaka, kwa Kiingereza ni sarcasm au mockery. Ni namna ya kusema kitu huku kimaanisha kinyume chake, mara nyingi kwa nia ya kumdharau, kumcheka au kumfanya mtu ajisikie vibaya.
Kejeli pia ina maana kwamba ni vichekesho vibaya, yani ni vichekesho kwa kimombo tunasema jeer au taunt. Maneno, vitendo au ishara zinazolenga kumdhalilisha au kumdhihaki mtu mwingine ni uchokozi kwa maneno. Matumizi katika sentensi. Mfano wa kwanza, kejeli zake zilimuumiza sana msichana huyo. Hapa maana ni kwamba maneno yake ya dhihaka au dharau yalimuumiza sana msichana huyo. Mfano wa pili, alizungumza kwa kejeli kuhusu uwezo wake wa kuogelea. Hapa maana ni kwamba alizungumza kwa dhihaka akimaanisha labda hawezi kuogelea kuhusu uwezo wake. Tukiangalia kukejeli, kitenzi hutumiwa kuelezea kitendo cha kufanya dhihaka. Alianza kukejeli jitihada zangu niliposhindwa kufanya mazoezi. Maana yake hapa ni kwamba alianza kudhihaki, yani kunicheka au kwa dharau jitihada zangu ziliposhindwa kufanya mazoezi. Mfano wa 4, hupaswi kukejeli wengine kwa sababu ya makosa yao madogo. Hapa maana ni kwamba hupaswi kuwadhihaki wengine au kuambia maneno ya dharau kwa sababu ya makosa yao madogo. Katika matumizi mengine ya kejeli tunapozungumza kwa kimombo sarcasm, hapa neno hilo halionekani moja kwa moja, lakini maana ya kejeli imo katika maudhui. Mtoto ameanguka na kuumia goti, mtu mwingine anasema hongera sana, umecheza vizuri mwanamichezo. Basi hapo ndipo maneno haya yanamaanisha kinyume, yanadhihaki na kuumia kwake. Mwisho wa neno la siku. Hapo nikitumai kwamba msikilizaji wetu utaendelea basi kutufuatilia ili basi tuendelee kukupatia misamiati mbalimbali katika njia ya kukonyoshea wewe lugha ya Kiswahili ambayo inaendelea kutamba hususan katika maeneo haya ama nchi zetu hizi za kanda ya Afrika Mashariki na Kati. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Kumbuka kwamba hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwaheri kwa sasa, uwe na jioni ya kukata na shoka.